Sasa nakupenda, sasa nakupenda kuzidi pia. Sema sasa, sasa nakupenda Yesu, sasa nakupenda, sasa nakupenda kuzidi pia. Baba yetu na Mungu wetu, katika jina la Bwana wetu mpendwa Yesu Kristo, asante kwa sababu sisi tunakupenda, kwa sababu wewe ulitupenda kwanza, ukatupa neema ya sisi kuupokea na kutambua upendo wako. E Bwana, tunakushukuru kwa neema uliotupa ya sisi kutembea na kuenenda katika pendo lako. E Bwana, asante kwa neema uliotupa jioni ya leo, katika siku 5 Bwana ulizotupa, na leo kwa neema yako tunakamilisha siku ya 5. Bwana, ni neema ya ajabu. Tunakurudishia sifa, utukufu na heshima. Asante kwa kusema na mioyo yetu, asante kwa kusema na nafsi zetu, asante kwa kusema na kila mmoja wetu. Bwana, tunaomba upako mpya e Bwana, upako wa kumalizia e Bwana mabwana semina yetu na maombi yetu siku ya leo, katika jina la Yesu Kristo na kwa damu ya mwana kondoo tunaomba na kukushukuru, amen. Basi tunamshukuru Mungu kwa ajili ya siku hii ya 5 na ya mwisho ambayo Bwana ametupa katika mahali hapa kwa ajili ya kufunga, kuomba na kutafakari neno lake. Nikushukuru wewe ambaye umekuwa na sisi mahali hapa kwa muda wote wa siku hizi 5. Asante kwa ajili ya wale wote ambao Mungu amewapa neema kutufuatilia kupitia mtandao, na wewe ambaye ni kwa mara yako ya kwanza mtandaoni umetuona siku ya leo, basi unaweza ukafuatilia masomo ya siku 4 zilizopita yako hapo kwenye YouTube channel. Unaweza ukafuatilia na ukapata kitu cha kukusaidia, na Mungu atakubariki sana. Semina yetu imebebwa na kichwa chenye maneno yanayosema kuvipiga vita vizuri vya kiroho, na maandiko yetu tunayokwenda nayo tangu ile siku ya kwanza yanatoka kwenye kitabu cha Wakorinto wa pili sura ile ya 11 na mstari ule wa kwanza mpaka ule wa 4. Biblia inasema namna hii. Wakorinto wa pili sura ya 11 mstari wa kwanza mpaka wa 4, neno la Mungu linasema: laiti mngechukuliana nami katika upumbavu wangu kidogo, naam, mchukuliane nami, maana nawaonea wivu wa Mungu, kwa kuwa naliwaposea mume mmoja, ili nimlete Kristo bikira safi. Lakini nachelea kama yule nyoka alivyomdanganya Hawa kwa hila yake, asije akawaharibu fikira zenu, mkauacha unyofu na usafi kwa Kristo. Maana yeye ajaye akihubiri Yesu mwingine, ambaye sisi hatukumhubiri, au mkipokea roho nyingine msiyoipokea, au injili nyingine msiyoikubali, mnatenda vema kuvumiliana naye mtu wa namna hiyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa nilisema jana na leo naomba niseme kama summary. Kuna vitu hapo Roho Mtakatifu ameniongezea kidogo, kwamba vifungu hivi, kifungu hiki cha waraka wa pili wa Paulo mtume kwa Wakorinto sura ya 11 mstari wa kwanza mpaka wa 4 umebeba mambo kama 6 hivi ambayo Paulo anajaribu kutufunulia tuyaelewe. Jambo la kwanza nilikwambia, Paulo anatupa hakikisho la vita vya kiroho, kwamba vita vya kiroho
ni halisi, ni halisi. Kama umemwamini Kristo, vita vya kiroho ni halisi. Lakini jambo la pili, anatuambia kwamba, anatuonyesha adui yetu katika hii vita. Adui yetu ni nani? Anamdhihirisha pale Shetani, lakini hamtaji moja kwa moja, anamtaja kupitia nyoka. Nyoka alitumwa na Ibilisi. Kwa hiyo tunaona adui yetu katika vita vya kiroho sio mkeo, sio mumeo, sio jirani yako, sio ndugu yako, ni Shetani. Mke, mume, ndugu anaweza kutumika kama chombo tu cha kutimiza makusudi ya huyu adui. Lakini jambo la tatu, Paulo anataka tuelewe lengo la adui. Lengo la adui, anatuambia lengo la adui ni kutuharibia uhusiano wetu na Yesu Kristo. Adui anataka tufike mahali tuache unyofu na usafi wetu kwa Kristo, tupoteze uaminifu wetu kwa Kristo. Hilo ndio lengo la adui. Akikuletea ugomvi kwenye ndoa, akikuletea mambo yoyote, anacholenga ni nini? Akorofishe imani yako ili mahusiano yako na Kristo yaharibike. Uache unyofu, uache usafi na uaminifu wako kwa Kristo. Hicho ndicho anachokitaka. Paulo anatueleza jambo la nne, kwamba mbinu anazotumia adui. Mbinu anazotumia adui. Anasema adui anatumia mbinu ya udanganyifu na hila. Udanganyifu na hila. Anasema kama vile kama yule nyoka alivyomdanganya Hawa kwa hila. Ule mstari wa 3, mambo mawili haya. Strategic weapon anayoitumia ni udanganyifu na hila. Udanganyifu na hila. Na huo udanganyifu na hila anaufikisha kwa njia gani? Njia anazozitumia ni ya mazungumzo na njia ya mafundisho. Kwa sababu aliweka hila, aliweka na udanganyifu kwenye mazungumzo. Ndiyo maana Hawa aliona yale ni mazungumzo ya kawaida tu, mazungumzo ya kawaida. Lakini kumbe kulikuwa na udanganyifu na kulikuwa na hila. Kwa hiyo kwenye kila mazungumzo, yawe sijui na mchungaji wako, yawe na rafiki yako, yawe sijui na ndugu yako, yawe na nani, utatafuta kuyajua mapenzi ya Mungu kwenye hayo maneno, lakini pia utajihadhari kama kuna udanganyifu au kama kuna hila. Tuko pamoja? Lakini huo udanganyifu na hila anaupitisha pia kwenye mafundisho. Ndio maana mstari wa 4 anasema maana yeye ajaye akihubiri Yesu mwingine, mkipewa roho nyingine, na mkihubiriwa injili nyingine. Maana yake kwenye kila mahubiri unayoyasikiliza, kwenye kila mahubiri unayosikiliza, lazima ujihadhari kama kuna udanganyifu na kama kuna hila ya adui. Hata kama mtu ungemwamini vipi, hata kama huyo mhubiri unamwamini vipi, lakini tafuta mapenzi ya Mungu kwenye hayo mahubiri, maarifa ya mapenzi ya Mungu. Lakini pia lazima ujihadhari kama kuna hila na udanganyifu, kwa sababu ndio njia ambazo shetani anapitisha uharibifu wake. Ndiyo mbinu ambayo Ibilisi anaitumia. Na ndio maana anasema kwenye Wakolosai, anasema kwenye Wakolosai sura ya 2 na mstari wa 8. Wakolosai sura ya 2 na mstari wa 8 anasema hivi, nikiimarisha iko kifungwa. Anasema angalieni mtu asiwafanye mateka kwa elimu yake ya bure. Elimu manake ni mafundisho. Kwa elimu ni mahubiri haya. Kwa elimu yake ya bure na madanganyo matupu. Unaona neno la kudanganya linajitokeza pale kwenye mafundisho. Na madanganyo matupu kwa jinsi ya mapokeo ya wanadamu, kwa jinsi ya mafundisho ya awali ya ulimwengu, wala si
kwa jinsi ya Kristo. Huo mstari ni muhimu sana. Anasema hivi, kuna mafundisho, kuna elimu zitakuja ambazo zitakuwa ni kwa jinsi ya mapokeo ya wanadamu. Ndani yake hakuna maarifa ya mapenzi ya Mungu. Lakini pia inaweza yakaja mafundisho ambayo yatakuwa ni mafundisho ya awali ya kiulimwengu. Ndani yake hakuna maarifa mapenzi ya Mungu. Anasema wala si kwa jinsi ya Kristo. Manake hayo mafundisho ni ya kibinadamu. Mbili, ni ya kidunia, ni ya kiulimwengu, ambao ndani yake ukiyasikiliza ni mazuri, yanaonekana ya kupendeza, lakini si kwa jinsi ya Kristo. Maana yake hayajabeba maarifa ya mapenzi ya Mungu ya kukusaidia kwenye ndoa yako, kwenye ujana wako, kwenye utumishi wako. Lakini ukiangalia ni kama yanapendeza kwa sababu ni ya kibinadamu. Anazungumza ni ya kibinadamu, ni ya kibinadamu, lakini pia ni ya kiulimwengu. Yanaongea mambo ya kidunia ambayo yanaonekana si mabaya. Utapata vichekesho huko, utacheka kuanzia mwanzo wa mahubiri mpaka mwisho wa mahubiri. Ukitoka pale unasema mchungaji lakini anachekesha sana, lakini umekosa kwenye hiyo elimu, maarifa ya mapenzi ya Mungu. Sio kila kichekesho kina maarifa ya mapenzi ya Mungu. Sio kila mafundisho ya kidunia yana maarifa ya mapenzi ya Mungu. Sio kila mafundisho ya ulimwengu yana maarifa ya mapenzi ya Mungu. Lakini kwenye mafundisho yenye uzima, huko ndio kuna maarifa ya mapenzi ya Mungu. Na ukipewa mafundisho yenye uzima ambayo yana maarifa ya mapenzi ya Mungu, huko ndani unaweza ukapata kicheko, huko ndani unaweza ukapata furaha, huko ndani unaweza ukapata kila kitu. Kwa hiyo tunachohitaji ni mafundisho ya uzima ambayo ndani yake yamebeba maarifa ya mapenzi ya Mungu. Lakini hatuhitaji mafundisho ya kidunia, mafundisho ya kiulimwengu, ya kibinadamu ambayo ndani yake hayana maarifa ya mapenzi ya Mungu. Sijui kama tuko pamoja. Kwa sababu shetani ndiko anakopitisha hila na udanganyifu. Analeta burudani mpaka kwenye neno la Mungu, burudani. Yaani unasikiliza neno unakuwa kama unaburudishwa, lakini hupewi maarifa ya mapenzi ya Mungu ya kukusaidia. Kwa hiyo ukitoka pale umepata burudani, lakini hujapata maarifa ya mapenzi ya Mungu ya kukutoa kwenye dhambi. Lazima uwe makini. Paulo anasema, angalieni mtu asiwafanye mateka kwa elimu yake ya bure na madanganyo matupu, kwa jinsi ya mapokeo ya wanadamu, kwa jinsi ya mafundisho ya awali ya kiulimwengu. Mafundisho ya namna hiyo yatatufanya mateka. Maana yake yatatuchukua kwa nguvu, kututoa kwenye mapenzi ya Mungu, kutupeleka kwenye udunia. Yatatuchukua mateka. Tunashawishiwa, tunafanywa mateka na vichekesho kwenye mahubiri. Tunafanywa mateka na mafundisho ya kiulimwengu kwenye mahubiri. Alafu tunatolewa kwenye mapenzi ya Mungu. Paulo anasema mtu asiwafanye mateka. Na ndio anatufunulia. Na ndio maana kwenye Wakorinto wa pili, sura ile ya pili mstari wa 11. Anasema hivi, Wakorinto wa pili sura ya pili mstari wa 11, anasema shetani asije akapata kutushinda, kwa maana hatukosi kuzijua fikra zake. Shetani asipate kutushinda, kwa maana hatukosi kuzijua fikra zake. Paulo anatufunulia fikra za shetani ili tumnyamue, ili asipate kutushinda. Hilo lilikuwa ni jambo la 4 ninakufafanulia, tunaloliona kwenye maandiko yetu ya msingi. Mbinu za shetani, anatumia udanganyifu na anatumia hila. Anaviletaje? Anavileta kwa njia ya mazungumzo, wewe na rafiki yako, wewe na mke wako, lakini pia anazeta kwa njia ya mafundisho. Shetani alipitisha hila na udanganyifu
kwenye mazungumzo ya Ayubu na mke wake. Mke wake akamwambia, bwana wewe huyo Mungu mkufuru ukafe tu. Mungu tumepigwa na watoto wamekufa, nyumba zimeharibika. Mungu gani? Mkufuru ukafe. Ayubu akaona kwenye yale mazungumzo na mkewe, akaona udanganyifu, akaona hila ya adui. Hakuona mapenzi ya Mungu pale, akayapinga. Tuko sawa? Tuko sawa? Jambo la tano ambalo Paulo anataka tulione hapa ni eneo ambalo adui analilenga kivita. Hilo eneo ni fikra. Piga ua, elewa hiyo fikra. Yaani mishale yote ina udanganyifu wote huo, anacholenga yeye ni fikra. Fikra zako ndio maisha yako. Fikra ndio kila kitu. Kwa hiyo kama kuna eneo la kulilinda usiku na mchana ni fikra. Ndio maana leo hii utaonyeshwa kwenye television, utaonyeshwa kwenye simu, utaonyeshwa kwenye filamu, sijui nini, wataingiza kila kitu kwa mambo ya ushoga nini, kwenye filamu, kwenye elimu, kwenye nini, ili kuzifanya fikra zako zikae kiulimwengu, ulimwengu uone haya mambo kwamba ni ya kawaida tu, ni ya kawaida tu, ni ya kawaida tu, ni ya kawaida tu. Miziki ya kiulimwengu yote hiyo ni katika tu kuleta mashambulizi kwenye fikra. Fikra zako zisiconcentrate kwa Mungu, bali ziwe kwenye mambo ya ulimwengu na mambo ya dunia. Ndio mkakati wa ulimwengu. Usalama wa fikra zako ndio usalama wa maisha yako. Usalama wa fikra zako ndio usalama wa ndoa yako. Usalama wa fikra zako ndio usalama wa ujana wako. Usalama wa fikra zako ndio usalama wa utumishi wako. Lakini jambo la sita ni kusudi la Paulo sasa kutuandikia mambo haya. Kusudi lake ni kwamba ili tusidanganywe, ili tuzijue hila za adui, lakini pia tutunze unyofu na usafi wetu kwa Kristo. Mwisho wa siku tudumishe mahusiano yetu na Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ni summary ya kifungu chetu hiki cha Wakorinto wa pili sura ya 11 na mstari ule wa kwanza mpaka wa 4. Bwana Yesu asifiwe. Na Mungu akitupa neema, semina ijayo tutaendelea part 2. Bado kuna mambo mengi Mungu amenipa moyoni, lakini kwa hiyo semina ijayo tutaendelea part 2 ya vita vya kiroho. Stay tuned. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ndugu zangu, vita vya kiroho havianzi nje. Tulisema jana, vita vinaanzia ndani. Shetani analenga ndani, lakini pia Mungu ana target kutuimarisha ndani, Na ndio maana tulisoma kile kitabu cha Waefeso sura ya 3 mstari wa 16 kwamba Mungu atakufanya imara kwa nguvu kupitia kazi ya Roho wake katika utu wako wa ndani, Na haya yawe maombi yako kila siku, kwamba Bwana, nifanye imara kwa nguvu katika utu wangu wa ndani, sio kwa juhudi zangu, bali kwa kazi ya Roho wako Mtakatifu. Kwa sababu hiyo Mungu atakupa ufahamu wa rohoni, na ufahamu wa rohoni utakupa kuyajua mapenzi ya Mungu. Kwa sababu ufahamu wa rohoni ni kama bakuli linalopokea mapenzi ya Mungu. Umeona? Kama hakuna ufahamu wa rohoni, umepoteza bakuli la kupokelea mapenzi ya Mungu. Mungu anayejaza maarifa ya mapenzi yake katika bakuli linaloitwa ufahamu wa rohoni. Ni kama dishi linalopokea signals. Inapokea signals. Kama hakuna dishi, huwezi kupata signals. Ndio ufahamu wa rohoni, hauwezi ukanasa maarifa ya mapenzi ya Mungu ili uyatekeleze kwenye ujana wako. Ili upate maarifa ya mapenzi ya Mungu utekeleze kwenye ndoa yako, unahitaji dishi linaloitwa ufahamu wa rohoni. Lenyewe ndio linanasa. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo mapenzi ya Mungu, Paulo haombi hawa watu wapewe mali, haombi wapewe mafanikio, haombi wapewe nini. Anaomba wafanywe imara katika utu wa ndani kwa kazi ya Roho Mtakatifu.
kwa sababu uimara wetu hautokani na hali yetu ya nje. Uimara wetu unatokana na hali yetu ya ndani. Glory be to God. Sasa naenda sehemu ya leo sasa. Warumi sura ya 12 mstari wa pili. Mstari wa pili anasema, wala msiifuatishe namna ya dunia hii. Wala msiifuatishe namna ya dunia hii, bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu, mpate kuyajua, mpate kujua kwa hakika mapenzi ya Mungu yaliyo mema, ya kumpendeza na ukamilifu. Anazungumzia swala la kuyajua mapenzi ya Mungu, mapenzi ya Mungu kwenye ndoa yako, kwenye ujana wako, kwenye mapenzi ya Mungu. Huwezi kuyajua mapenzi ya Mungu mpaka kwanza nia yako imegeuzwa. Hilo jambo la kwanza, kugeuzwa. Nitazungumza kuhusu kugeuzwa. Lakini pili ni mpaka umeacha kuifuatisha namna ya dunia hii. Hayo mambo mawili. Wala msiifuatishe namna ya dunia. Dunia ina namna yake ya kufanya mambo. Anaposema wala msiifuatishe namna ya dunia hii, Kiingereza anasema be not conformed to this world. Yaani dunia isiwashape. Nakumbuka siku moja kulikuwa na mahitaji sana, nafikiri hapa kanisani, lakini sikuwa na fedha au hatukuwa na fedha. Nikawa nafikiri sana kwamba nimwambie nani atakayetusaidia. Lakini ndani yangu kukainuka kama mawazo ya kidunia yanasema acha kuomba bwana, acha kuomba. Lakini ni mahitaji ya kazi ya Mungu, acha. Lakini mawazo ya kidunia yanakuja, acha kuomba. Lakini Mungu akanisemesha, akasema shirikisha watu, hauombi, ila unashirikisha watu. Kazi ya Mungu hutafanya peke yako, utafanya kwa kuwashirikisha watu. Wengine hawafanyi kwa sababu hawajashirikishwa, hawafanyi kwa sababu hawajaambiwa. Kwa hiyo wewe huombi, lakini unawashirikisha watu. Bwana Yesu asifiwe. Mungu atabadilisha mtazamo wangu na mimi. Nikaanza kuwashirikisha watu. Kuna watu walitoa fedha ambao hata mimi sikuwategemea. Sikuwategemea kabisa. Lakini kama ningeogopa kwa mtazamo wangu wa kidunia kwamba sasa nikimwambia huyu afanye kitu kanisani ataona naomba, kazi ya Mungu isingefanya. Kwa hiyo ninachotaka kuambia ni nini? Ni kwamba anachosema tusifuatishe namna ya dunia hii, kwamba dunia isitushape kwa namna tunavyofikiri, tunavyowaza, tunavyotenda. Msikubali kushinikizwa na mifumo ya dunia, namna mnavyoishi kwenye ndoa zenu, na msikubali dunia iwashinikize kimifumo yake, namna ya kufikiri, kwa sababu dunia namna yake ya kufikiri inampinga Mungu, inapingana na Mungu. Kwa hiyo ukiwa conformed katika namna ya kidunia, ukifuatisha namna ya hii dunia, huwezi kumpendeza Mungu. Kwa hiyo tusiruhusu dunia itupe utambulisho wetu sisi tunaupata kwa Mungu, kwamba sisi ni watakatifu, kwamba sisi ni watu wenye haki. Dunia isitupe utambulisho kwamba huwezi kuwa mtakatifu. Hayo ni mambo ya kidunia, haiko kwenye fikra za kimungu, haiko. Dunia isikupangie namna ya kuishi, hapana. Sisi namna yetu ya kuishi tunapangiwa na Mungu, hatupangiwi na dunia. Dunia isikueleze kipi ni sahihi na kipi sio sahihi, hapana. Usahihi wa kipi na kipi sio sahihi tunaupata kutoka kwa Mungu aliye hai. Dunia isikwambie kipi kina thamani na kipi hakina thamani. Isikwambie uthamani, nini kina thamani na nini hakina thamani. Tunapata hiyo hali kutoka kwa Mungu aliye hai. Dunia itakwambia ibada sio kitu cha thamani, lakini Mungu anakwambia ibada ni kitu cha thamani.
ndicho kinabeba maisha yako na uhusiano wako wewe na yeye. Dunia inakwambia kuliko kwenda kwenye ibada nenda kwenye kigodoro, kuliko kwenda kwenye ibada nenda sijui kafanya nini, kuliko kwenda kwenye ibada. Hiyo ndio dunia, hiyo ndio, au kaa nyumbani, ndio dunia, ndio dunia. Kama msifuatishe namna ya dunia hii. Sasa vita si vya mazingira ya nje, bali ni ufahamu ndani. Kwa hiyo naposema mgeuzwe kwa kufanywa upya nia, unajua kwenye moyo kule ndio kuna nia, kuna ufahamu, sijui kuna mawazo, kuna hizo vitu vyote vimefungwa sehemu moja, vimefungwa sehemu moja. Ndio maana watu wao wanasema penye nia pana njia. Kwa hiyo nia zetu sisi kabla hatujamjua Mungu, Biblia inasema zilikuwa ni uadui na Mungu. Yaani chochote tunachotaka kufanya ni cha kumkosea Mungu. Ilikuwa ni uadui na Mungu. Kwa sababu nia zetu zilikuwa ni uovu tu, ni uovu tu. Hatuna nia njema. Kwa hiyo tukawa maadui na Mungu. Lakini Mungu alikuja akatupatanisha. Kwenye Wakolosai anasema akaondoa ile nia ya uadui. Ndio maana leo tunaweza kumpenda Mungu. Ndio maana leo tunaweza kukataa dhambi. Ndio maana leo tunaweza kumtumikia Mungu hata kama hatujalipwa, kwa sababu nia yetu imepatanishwa na Mungu. Hatuna uadui na yeye. Kwa hiyo lile neno kugeuzwa, Kigiriki limeandikwa metamorpho, kugeuzwa. Maana yake Kiingereza sema metamorphosis, si ndio? Metamorphosis. Ile process ile nitakueleza kidogo kidogo, lakini ndio lilitokea huko kwenye Ugiriki huko. Sasa maana yake ni kubadilishwa umbo, ni kubadilishwa umbo. Anaposema mgeuzwe katika nia zenu, maana yake mbadilishwe umbo, hali ya kutoka ndani kwenda nje. Mabadiliko ya Mkristo hayaanzi nje ndani, yanaanza ndani nje. Utaanza kubadilika nia, alafu ndio tutaona mabadiliko ya nje. Ulikuwa unavaa hovyo, sasa unavaa modest, kama mtu ambaye amebadilishwa ndani. Hatuanzi nje, tunaanza ndani. Ulikuwa na manywele hovyo hovyo, kwa sababu ya mabadiliko ya ndani, sasa unakaa smart. Unakaa smart. Kuna vitu ulikuwa unafanya kwa jinsi ya nje, kwa sababu ya mabadiliko ya ndani tunaona nje. Kwa hiyo mabadiliko yetu ni kutoka ndani kuja nje. Huwezi kuniambia umebadilika ndani kama nje hatuoni. Haiwezekani. Lakini kugeuzwa huku ni kubadilishwa asili, asili ya muonekano. Ni kubadilishwa kupitia mabadiliko ya kina yanayoonekana katika maisha. Mfano wake ni kama pale Yesu alipokuwa kwenye mlima pale, mlima wa Mizeituni, anasema sura yake ikabadilika, ikabadilika. Ukamwona sijui Musa, Elia na nani wameshuka pale, sura yake ikabadilika, ikawa imeng'aa. Ndio mfano wa mabadiliko haya, mageuzi haya anayoyazungumzia. Walikuwa na Yesu, ghafla wakaona sura yake inang'aa, imegeuzwa, imebadilika. Ndicho wanachokimaanisha. Najaribu kukufafanulia tu lile neno analosema kwamba mgeuzwe nia zenu. Kugeuzwa maana yake nini? Sasa hii inaonyesha kwamba chanzo cha mageuzi haya ni kufanywa upya kwa nia, yani mind. Sio kubadilika tabia kwa jinsi ya nje tu, hapana. Ni ndani. Kwa sababu kama nia haijabadilika, wewe utaacha ulevi kwa siku chache, wiki moja, mwezi, baada ya hapo utarudi kule na kwa nini? Kwa sababu nia haijabadilika. Nia haijabadilika. Ndio maana uko hapa, nia yako ikoje? Imegeuzwa? Kama haijageuzwa, yaani hapa kanisani unaweza ukalia ukatoa machozi kabisa. Ukishatoka kwenye mlango ule tu unaanza kupigia simu mwanamke, unamtongoza, unataka kwenda kwenye uzinifu. Kwa nini? Nia haijageuzwa. Nia haijageuzwa. Haya ni mabadiliko endelevu. Muamini anaendelea kubadilishwa kadri anavyoipokea kweli ya Mungu. Kweli ya Mungu inaendelea kumbadilisha. Ni mabadiliko endelevu. Mabadiliko yanayotokana na sauti ya Mungu
mabadiliko yanayotokana na uongozi wa Roho Mtakatifu kupitia neno la Mungu. Na ndio maana tunawasihi watu kila wakati kusoma neno la Mungu, kuja ibadani kupata mafundisho, ili kupitia neno la Mungu agent of change, Roho Mtakatifu aweze kutubadilisha ili tufikie mfano kama wa mwana wake ambaye ni Bwana wetu Yesu Kristo. Sasa hujageuzwa, huwezi kuyajua mapenzi ya Mungu, huwezi. Kwa sababu haya mapenzi ya Mungu anasema yaliyo mema, ni mapenzi mema. Ni mapenzi yanayompendeza Mungu na ni mapenzi yasiyokuwa na kasoro. Yasiyokuwa na kasoro. Sasa anaposema mgeuzwe, metamorphosis. Tunafahamu wote kipepeo, si ndio? Kipepeo ana stage 4 mpaka hadi kuwa kipepeo. Ana stage ngapi? 4. Na hizi stage ndio zinazotumika kutufundishia mageuzi ya maisha yetu. Stage ya kwanza huwa tunaita egg au yai. Lazima liwe yai kwanza, yai. Kabla haijatoka kipepeo, kwanza inaanza yai. Stage ya pili nakuja wanaita larva au kiwavi. Tunamwaga ile kiwavi, yule ni kipepeo. Ni kipepeo ambaye hajafika kwenye hatua ya kipepeo. Ni stage ya pili. Lakini stage ya tatu ni pupa au wanaita buu. Buu. Anakuwa kama amevikwa na ngozi fulani vikakaa kule ndani, Alafu stage ya 4 ndio ile buu inapasuka namna hiyo, anatoka kipepeo mwenye rangi nzuri. Ukimwona hivi unampenda, anaruka namna hiyo. Kwa hiyo wewe Mungu na mimi alivyotukusudia, ametukusudia tuwe kama kipepeo mwenye rangi nzuri kabisa, mwenye rangi nzuri. Lakini tunaanzia wapi? Tunaanzia kwenye yai. Mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya. Tazama, ya kale yamepita, yamekuwa mapya. Hilo ni yai, ni yai. Kuna kusudi la Mungu katika uumbaji wake katika hilo yai. Mwanzo wa maisha mapya, mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya, ni yai lile. Kuna uhai kule. Kuna utu mpya kule. Lakini stage ya pili, hiyo lava, caterpillar, ni stage ya kula. Caterpillar anakwenda na anatafuta chakula, anakula. Ni stage ya kula. Ndio maana Petro anasema kwenye Petro wa kwanza sura ya 2 mstari wa 2 anasema kama watoto mliozaliwa sasa, yatamanini maziwa ya akili yasiyogoshiwa. Ni muda wenu wa kula ili muwe transformed, ili mgeuzwe. Hamjana hamwezi kugeuzwa. Mnakula nini? Mnakutakiwa mle neno la Mungu linalofundishwa kwa usahihi. Kwa usahihi. Sio elimu za watu za bure na madanganyo matupu ambayo anazungumza Paulo. Hapana. Petro anasema neno la Mungu lisiogoshiwa, lisiochanganywa na burudani na vichekesho. Ni neno la Mungu lililobeba mapenzi ya Mungu ya kukusaidia kwenye ujana, ya kukusaidia kwenye ndoa, ya kukusaidia kwenye utumishi. Kwa hiyo stage ya pili hiyo ya katapila ile lava ni stage ya kula neno la Mungu. Kula. Usipokula neno la Mungu huwezi kwenda stage ya tatu. Utakuwa Mkristo uliodumaa. Kwa hiyo stage ya tatu ndio nasema pupa au buu. Linafanya nini? Kuna ngozi inayomfunika, anakaa kule ndani. Hii ni stage ambayo Mkristo anapata ukuaji wa ndani ambao hauonekani. Yaani nikikuangalia hivi na kuona kama yule, lakini mambo anayofanya Mungu ndani yako, Mungu mwenyewe anajua. Huku nje hamna mtu anayeona, watu wanakuona, lakini ndani Mungu anakubadilisha ufahamu, anakubadilisha moyo wako. Yaani umekuwa kwenye stage ya tatu kama anakuvika ngozi namna hii. Kwa hiyo unakuwa ndani kwa ndani. Glory be to God. Watu nakuja kushangaa tusiku ya siku papa likipepeo hilo. Wanashangaa unafanya mapenzi ya Mungu. Unaruka sasa, unakwenda huko, unatumika, unamcha Mungu namna hii, unafanya nini? Sasa umefika kwenye stage ya kuyafanya mapenzi ya Mungu, unaelewa mapenzi makamilifu, unafurahia ukuu wa Mungu, unakwenda, unang'aa, unashine. Watu wakikuona, wanamuona mtu aliyobeba mapenzi ya Mungu.
Wanampenda kijana huyu kwa sababu ni msafi, ni mnyofu, anatembea kwenye mapenzi ya Mungu. Wanampenda mchungaji huyu kwa sababu anakaa kwenye mapenzi ya Mungu. Wanampenda Mkristo huyu kwa sababu amekuwa ni kipepeo, amefika kwenye stage ya 4. Glory be to God. Glory be to God. Lakini jiulize wewe kama Mkristo uko kwenye stage gani? Na ukisha kuwa kipepeo, huwezi tena, usirudi tena kwenye stage ya nini? Ya pupa. Usirudi tena kwenye stage ya lava au katapila. Usirudi tena kwenye kuwa yai. Ulishatoka huko. Ulishatoka huko. Ndio maana Ukristo ni growth. Mungu anataka tukue. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuko pamoja ndugu zangu? Tunaelewana? Sasa shetani hana mamlaka ya moja kwa moja juu ya maisha ya mtu aliye ndani ya Kristo, lakini anachoweza kufanya ni kupitia fikra za udanganyifu na hila, kuzifikia fikra kwa njia ya udanganyifu na hila. Na ndio maana kama tulivyoona mashambulizi haya kwa Eva, tunapewa hiyo case study kwa Eva, ameharibu fikra, na ndivyo ambavyo wanafanya kama nilivyosema, kupitia TV, simu, picha, maneno, matangazo, misemo. Lengo lake ana target nini? Fikra. Ndio maana nimekwambia maneno ya mke wa Ayubu yalikuwa yanalenga fikra za Ayubu ili auache unyofu wake na usafi kwa Kristo. Maneno ya Yezebel yalikuwa yanalenga fikra za Elia ili asiendelee na huduma. Na kweli yale maneno yakapiga fikra za Elia, akamnyong'onyesha, lakini Mungu akaja akainua tena kwa upya fikra za Elia. Bwana Yesu asifiwe. Lakini shetani huwa anatumia, ukiacha udanganyifu na hila, huwa anatumia ukuaji wa kiroho. Ndio maana nimekuletea ukuaji wa kiroho. Huwa anazuia mtu asikue kiroho. Lengo nini? Abaki kwenye fikra zisizo na ukomavu, fikra zisizoweza kutambua mapenzi ya Mungu. Kwa hiyo hata kufanya usije Bible study, hata kufanya usisome neno la Mungu, hata kufanya usije kwenye ibada. Lengo lake ni kwamba wewe usikue kiroho, kwa sababu Biblia inasema kwenye Waebrania sura ya 5 nafikiri mstari wa 14 kwamba mtu aliyekomaa ana uwezo wa kupambanua mema na mabaya. Na shetani akikuacha wewe ukue kiroho, utaweza kupambanua mema na mabaya, utamshinda kwenye vita. Kwa hiyo anataka wewe ubaki kuwa mtoto mchanga kila leo. Shetani anajua anazuia ukuaji wa kiroho, anakuondolea kiu ya kujifunza neno, anakupa uvivu wa maombi, anakupa uvivu wa kuhudhuria ibada, kwa sababu shetani anajua Mkristo anapokuwa kiroho, akili yake inakomaa, inafunguka, fikra zake na mitazamo yake inabadilika. Anaweza kuyaona mapenzi ya Mungu akayashika, na anaweza kujua kwamba haya sio mapenzi ya Mungu na akayakimbia. Nikupe mfano. Fungua pamoja nami kwenye kile kitabu cha Wakorinto wa kwanza sura ya 3 kuanzia ule mstari wa 1 mpaka wa 8. Habari ya uchanga, shetani anavyotumia uchanga kuinda fikra zetu. Anasema, lakini ndugu zangu, Paulo yuko Wakorinto, mimi sikuweza kusema nanyi kama na watu wenye tabia ya rohoni, bali kama na watu wenye tabia ya mwilini, kama na watoto wachanga katika Kristo. Naliwanywesha maziwa, sikuwalisha chakula, kwa kuwa mlikuwa hamjakiweza, naam hata sasa hamkiwezi. Kwa maana hata sasa ninyi ni watu wa tabia ya mwilini. Maana ikiwa kwenu kuna husuda na fitina, je, si watu wa tabia ya mwilini ninyi? Tena mnaenenda kwa jinsi ya kibinadamu. Maana hapo mtu mmoja asemapo, mimi ni wa Paulo, na mwingine mimi ni wa Apolo. Je, ninyi si wanadamu? Basi Apolo ni nani na Paulo ni nani? Ni wahudumu ambao kwao mliamini, na kila mtu kama Bwana alivyompa. Mimi nilipanda, Apolo akatia maji, bali mwenye kukuza ni Mungu.
Hivyo apandaye si kitu, wala atiaye maji, bali Mungu akuzaye. Basi yeye apandaye na yeye atiaye maji ni wamoja, lakini kila mtu atapata thawabu yake mwenyewe sawasawa na taabu yake mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Hapa tatizo kubwa hapa ni la uchanga. Shetani amewapigisha stop hawa watu wasikue kiroho, na kwa sababu hiyo wanaleta matatizo kanisani. Shetani alizuia ukuaji wa kiroho wa Wakorintho, wakawa na fikra na mitazamo ya kitoto isiyopevuka katika Kristo. Mkristo mwenye fikra zilizoimarishwa katika Roho Mtakatifu hawezi kumpa kipaumbele mtumishi. Paulo anasema yeye alipanda, Apolo alitia maji. Kwa hiyo Mkristo aliyopevuka kiroho, anayejua mapenzi ya Mungu, hawezi kumtukuza mtumishi akaacha kumpa utukufu Mungu aliye hai. Tatizo tunaloliona hapa ni kwamba shetani amewafanya wasikue kiroho, na kwa sababu hawajakuwa kiroho wameshindwa kuelewa mapenzi ya Mungu. Wameshindwa kuelewa mapenzi ya Mungu. Wameshindwa kuelewa mapenzi ya Mungu. Kwa sababu hiyo Paulo, kwa sababu hiyo tunaona kwamba wamedanganywa, kwa sababu tunaona wanajitambulisha kupitia majina ya wahubiri wao. Sijui kama unaona udanganyifu wa shetani. Huyu anasema mimi ni wa Paulo, huyu anasema mimi ni wa Apolo. Jamani, utambulisho wetu sisi ni kwa Kristo, kwamba mimi ni wa Kristo. Mtu atoke aseme mimi ni wa Undole, mwingine aseme mimi ni wa Kote. Paulo anasema Kote ni nani na Undole ni nani? Hawa ni watumishi tu. Uchanga wenu ndio umefanya mnajitambulisha kwa majina ya watumishi wenu. Lakini mngekuwa mmeuona udanganyifu wa shetani, msingejitambulisha kupitia watumishi wenu. Mimi ni wa dhehebu hili, yule ni wa dhehebu lile. Ni kwa sababu ya utoto tu. Msingejivunia madhehebu yenu. Utambulisho wetu uko katika Kristo. Kristo peke yake. Kwa hiyo hawakuona udanganyifu ule, hawakuona. Na huo udanganyifu ukalisumbua sana kanisa la Korinto. Kanisa likawa linavurugika. Ndio maana Paulo anaingilia kati. Anasema mimi nilipokuja kusema na ninyi, sikusema kama na watu wa rohoni mliokomaa. Nilisema kama na ninyi kama na watu wa mwilini, watoto wachanga ambao hamuwezi kupambanua mapenzi ya Mungu. Kama mpaka leo mnajitambulisha ninyi kupitia watumishi wenu badala ya Mungu aliyowaokoa, ninyi ni watoto ninyi. Anasema Paulo ni nani? Na huyo Apolo ni nani? Ni nani? Huyu amepanda, huyu amemwagilia maji. Hawa wote hawana uwezo wa kukuza mbegu. Anayekuza ni Mungu. Kwa nini mnajitambulisha kupitia majina yao badala ya Mungu anayekuza mbegu? Kwa hiyo walijenga makundi badala ya kujenga mwili wa Kristo. Ni lazima uwe mchanga ndio ufanye mambo kama haya. Na hilo ndio lilikuwa lengo la shetani. Kwa sababu mtu aliyekomaa kiroho anajua Mungu amemweka kanisani kujenga mwili wa Kristo na sio kubomoa mwili wa Kristo. Amemweka kufurahia mapenzi ya Mungu na sio kufurahia mabaya watu wanapoharibikiwa au wanapokosea. Hapana, ukiona unafurahia kuanguka kwa mtu, ukiona unafurahia kuharibika kwa mtu, wewe bado ni mchanga, hujielewi, hujitambui. Ulitakiwa uhuzunike kwa sababu mwili wa Kristo unaharibika. Kwa hiyo wao, kwa sababu ya uchanga wao, hawakuweza kupambanua. Kwa hiyo wanagombana, wanabomoa kanisa, wanabomoa mwili wa Kristo, lakini hawashtuki. Ni mtu mchanga peke yake anaweza kufanya uharibifu wa namna hiyo kwenye kazi ya Mungu, alafu akaendelea kufurahi. Na ndio unaona hata wakati tunao watu wachanga wengi tu, makanisa mbalimbali, mtu katofautiana sijui na nani huko kanisani,
kaamua kutoka, anakwenda kanisa lingine, ana kazi ya kubomoa pale alipotoka sasa, kuhakikisha kamuondoa kila mtu. Ni mtu mchanga peke yake anaweza kufanya namna hiyo, kwa sababu ameshakuwa mtumishi wa shetani. Kwa nini? Kwa sababu hana ukomavu wa kujua kwamba nikifanya hivi namhuzunisha Kristo, na haribu mwili wa Kristo, na mimi nimeitwa kuujenga mwili wa Kristo. Kama naondoka, acha niondoke mwenyewe taratibu, lakini sio ni waharibu na wengine waliokuwa wameimarika katika Kristo. Kwa hiyo hawa walihamisha utukufu, badala ya kupeleka kwa Mungu wakapeleka utukufu kwa wanadamu. Wanapeleka utukufu kwa Paulo, wanapeleka utukufu kwa Apolo. Paulo anauliza, nyinyi, Paulo ni nani na Apolo ni nani? Hawa watu mliamini tu kupitia kwao, lakini aliyefanya kazi hiyo ni Mungu mwenyewe. Kwa hiyo hawakuweza kuziona zile hila za shetani. Shetani amefanya waumini wa Kristo wa leo wasikue kiroho. Tunafurahia miujiza, tunafurahia nini, lakini ametupiga stop, hakuna kukua kiroho. Na matatizo mengi ndani ya kanisa yanaletwa na watu ambao hawajakuwa kiroho, ni wachanga. Shetani anatumia advantage ya uchanga wa kiroho wa mtu kupeleka mashambulizi katika fikra na mitazamo. Nini wa Paulo? Fikra zimeshaharibika. Paulo ni nani? Apolo ni nani? Badala ya fikra zako kuangalia mapenzi ya Mungu, kumwangalia Mungu, wewe unaangalia watu. Fikra zimeharibika kwa sababu ya uchanga. Ndio maana Mungu anataka tukue kutoka kwenye stage ya yai mpaka kufikia kwenye kipepeo. Glory be to God. Shetani hakutumia kitu kibaya, unajua, kuwavuruga, kwamba spika alileta sijui nini hapo, nimekuja nimevuruga. Hapana. Shetani aliwatumia watu wazuri tu, watumishi wa Mungu wazuri tu, akatumia na huduma ile nzuri tu kuleta uharibifu. Akatengeneza pale uhalali wa mawazo na nia feki, kitu kizuri yeye akatoa hapo kitu kibaya, kwa hila zake, Lakini huduma ilikuwa nzuri, watumishi walikuwa wazuri, lakini uchanga wao uliharibu fikra zao, wakashindwa kujua mapenzi ya Mungu, kwamba hawa ni watumishi wetu na ni wanadamu. Na utambulisho wetu sisi hautoki kwa watumishi, kwamba mimi sijui ni wa nani, mimi ni wa askofu gani, mimi ni wa mchungaji gani. Utambulisho wetu unatoka kwa Yesu Kristo. Full stop. Kwa hiyo hakuna sababu ya kujivunia wanadamu, hakuna. Lakini shetani leo hii anafanya tujivunie wanadamu, tujivunie madhehebu. Kwa sababu hiyo tunaupasua mwili wa Yesu Kristo. Kwa hiyo uchanga wa fikra, mitazamo, adui akaitumia hiyo kama udhaifu. Kama nilivyosema, mipasuko mingi kanisani, katika ndoa, ni kwa sababu ya uchanga wa fikra na mitazamo kumuhusu Mungu. Kwa sababu hila ilikuwa ni kuharibu mwili wa Kristo, lakini wao hawakuiona hiyo hila, hawakuona huo udanganyifu. Kuna watu fulani walifunga ndoa wakiwa bado wachanga. Unajua matatizo mengine mengi kwenye ndoa ni kwa sababu ya uchanga tu. Ni kwa sababu ya uchanga. Na umeshangaa ndoa inapasuka hivyo. Lakini shida ni nini? Ni uchanga, kukosa ukomavu. Mwanamke amekasirika, mwanaume ananiambia mke wako kakasirika, huu karibu ni mwezi wa 2. Namuuliza nini? Anasema ameniambia kwamba kwa nini mimi simposti kwenye DP yangu, sijui kwenye nini, kwenye status, sijui kwenye nini, kwenye profile. Kwa nini simposti? Manake mimi siko proud na yeye. Kwa hiyo imekuwa ni vurugu hapa ndani ya pakaliki. Analazimisha mimi nimposti. Sasa hiyo kwa watu wakongwe kama sisi, hiyo sio kitu ya kutusumbua, kwa sababu mimi mke wangu namuona live. Kwa nini na post? Nikitaka kumwangalia sinamwangalia, au mke wangu akitaka kuona niangalie mpaka nikamposti ndio. Sasa huwezi kujua kama mwenzako anaogopa kukuposti, labda anaona utasumbuliwa sana na yeye hataki usumbuliwe sana.
kwa sababu ukiposti unawaonyesha wengine. Labda hayo ni mawazo yake, lakini kwa nini tu fikra zako zimeharibiwa kiasi kwamba unasema wewe hauko proud na mimi, ndio maana hauniposti kwenye profile yako? Ndoa inavurugika, lakini nini? Ni uchanga. Samuel chukua hiyo. Ni uchanga unasababisha mtafaruku mkubwa, ndoa vurugu. Nikamwambia mwanangu, usiwe na mitazamo kama hiyo. Nikamwambia mbona mimi mke wangu hataki kabisa kunipost. Lakini nia yake ni ana nia nzuri kabisa, nzuri. Na mimi hainisumbui. Lakini akitaka uona post mara moja na mimi hainisumbui kwa sababu naelewa. Alafu mwisho wa siku mtu anaweza akakupost tu, lakini hiyo haimaanishi kwamba ndio anakupenda kutoka moyoni. Si unataka anakufurahisha wewe, anakupost. Lakini kuna mwingine anasema ni mchungaji, mume wangu simposti bwana, kwanza ni mbaya, mlezi wa pombe, manyama yamekuwa hivi mashavu na post, rafiki zangu watanicheka. Mimi siwezi kumposti mume wangu bwana. Angalia. Fikra zake zimeshaharibikiwa. Kwa hiyo ukiangalia kwenye Wakorintho wa kwanza sura ya 13 mstari wa 11. Wakorintho wa kwanza sura ya 13 mstari wa 11 anasema hivi, nilipokuwa mtoto mchanga nilisema kama mtoto mchanga, nilifahamu kama mtoto mchanga, na nilifikiri kama mtoto mchanga. Tokea hapo nilipokuwa mtu mzima, niliyabatilisha mambo ya kitoto. Ukitaka kumjua mtu mchanga kanisani au kwenye ndoa, utamwangalia kwenye maongezi, utamwangalia kwenye ufahamu, anavyofikiri kwenye ufahamu, na utamwangalia kwenye fikra zake, Ufahamu wake unaweza kutofautisha mema na mabaya. Fikra zake zinaweza kupambanua kujua mapenzi ya Mungu. Maneno yake yakoje? Anasema nilipokuwa mtoto mchanga, nilinena kama mtoto mchanga. Nilifahamu mambo kama mtoto mchanga, na nilifikiri kama mtoto mchanga. Lakini tokea nilipokuwa mtu mzima, nimekomaa, niliyabatilisha mambo ya kitoto. Fikra bado hazijakomaa katika Kristo. Maamuzi hayana ufahamu wa kina. Ujasiri wa kiroho haupo kikamilifu kwa mtu mchanga. Athari zake, mtu hawezi kuona mapenzi ya Mungu kwa uwazi. Huangalia kwa mtazamo wa kitoto zaidi. Tunajua mtoto ni mbinafsi sana. Mtoto ana umimi. Mtoto anapenda kushindana tu. Mtoto anapenda kukomoa. Haya sasa tuone unamwambia naomba chungwa, haya tu. Hata nakukomoa. Omba sasa. Yaani huyo ni mtoto. Sasa mtu anapokuwa katika hali ya utoto kiroho, anaonekana rahisi kushambuliwa, na ndio maana shetani hataki ukue, kwa sababu shetani anapata ugumu sana kumshambulia mtu aliyokomaa kiroho. Lakini kwa mtoto ni rahisi sana, kwa sababu maneno yake yanaweza kuiharibu, namna anavyofahamu mambo anaweza kuingia hapo, na kwenye fikra pia. Na ndio maana unaona kwenye hiyo Wakorintho wa kwanza sura ya 3 tuliyosoma pale, kile mstari wa kwanza mpaka wa 8. Tazama maneno yao. Yanadhihirisha kabisa kwamba hawa ni watoto, na shetani akasema nitapita hapo nitawagawa. Anasema mimi ni wa Paulo, wewe ni wa Apolo. Huu ni utoto. Yaani unamsikiliza unasema Paulo ni nani, Apolo ni nani? Kwa nini mnajivunia? Lakini maneno yao yanadhihirisha kwamba wao ni watoto, na shetani akapita kwenye maneno yao kuwagawa. Wa Paulo kakaa huko na sema kanisa la kwetu, wa Apolo akasema hivi kanisa sio la kwetu, wa Petro akasema hivi. Kwa hiyo shetani akapita kwenye utoto wao akatumia maneno. Kuna wakati maneno yanaendelea ndani ya kanisa ni kwa sababu tu ya utoto wa watu, lakini ukiwa mtu mzima utajua nini cha kusema na kipi sio cha kusema. Glory be to God.
Mtu mmoja akasema, tunapokuwa watoto tunajifunza kuongea, kusema, lakini tunapokuwa watu wazima tunajifunza kunyamaza. Tunajifunza kunyamaza. Lakini hiki unaongea, huna break, huna mipaka, yaani hujui hiki kinaharibu, hiki kinafanya nini, wewe unaongea tu. Ni utoto, na unapokuwa kwenye stage ya utoto, wewe shetani anaweza kukutumia kulivuruga kanisa. Anaweza kukutumia kuvuruga ndoa, kwa sababu hata maneno yako kwenye ndoa ni ya kitoto tu, ni ya kitoto. Unawezaje kumwambia wewe mwanaume gani, mwanaume suruali, nani mume wako, kama si utoto nini? Kama ni mtoto ni nini? Mwanaume ambaye ni mume wako unamtamkia maneno kama haya. Lakini tunaona kwenye ufahamu hawakuelewa nafasi za watumishi wa Mungu, hawakuelewa ufahamu wao kwamba Paulo nafasi yake ni gani, Apolo nafasi yake ni gani. Hawakuelewa. Ufahamu wao ni wa kitoto. Na Paulo anawaambia, Paulo nilipanda, Apolo alitia maji, lakini hatuna nafasi ya Mungu. Mungu ana nafasi yake kwenye kukuza, lakini kwa sababu ya ufahamu wao wa kitoto hawakuwa wanaelewa nafasi za watumishi wao. Nafasi ya Mungu wanawapa watumishi wao, na ndio kinachoendelea leo. Nafasi ya Mungu tumewapa mitume, tumewapa manabii, tumewapa wachungaji. Kwa hiyo ni vurugu. Shetani anapita humo, anaharibu utukufu wa Mungu kwa sababu tunafanya yasiyo sahihi. Tunawapa wanadamu utukufu wa Mungu. Mimi ni wa fulani, mimi ni wa fulani. Huo ni ufahamu wa kitoto. Tunahitaji kukomaa ili kuwapa watumishi nafasi zao na kumpa Mungu nafasi yake. Haiwezekani tuwape watumishi nafasi ya Mungu, tuwape heshima ya Mungu tupeleke kwa watumishi. Haiwezekani. Lazima tukue. Lakini kwenye fikra zao walikuwa na upungufu, walikuwa hawawezi kujua mapenzi ya Mungu. Walifikiri kwamba wanatafuta kushinda bila kujua kwamba wanauharibu mwili wa Kristo, kwamba yale hayakuwa mapenzi ya Mungu. Mapenzi ya Mungu ilikuwa ni kujenga mwili wa Kristo, lakini kwa sababu ya utoto wao hawakuyaelewa mapenzi ya Mungu. Badala ya kujenga mwili wa Kristo, wanaubomoa mwili wa Kristo. Kwa sababu gani? Fikra zao zimeharibiwa kwa sababu ya utoto. Kwa hiyo mtoto hachagui maneno, mtoto hana subira, mtoto hataki kuongozwa na Mungu. Mtoto kakosewa hapa leo, kesho nakwambia nahama kanisa. Mtoto utahama mangapi? Na ukikosewa huko, mtu mzima anakomaa, anasema nitatatua tofauti zangu na Mkristo mwenzangu, nitatatua tofauti zangu na mchungaji wangu, nitakomaa. Lakini ukiwa mtu wa kukimbia matatizo, utaendelea kuwa mtoto. Ndio maana unaweza ukaona umeolewa kwenye ndoa ya kwanza, ndoa ya pili, ndoa ya tatu, ya nne, na bado hukomai. Wenzetu wa dini nyingine wanasema chuo. Ndio, uko kwenye chuo cha ngapi? Manake umeolewa ndoa ya ngapi? Manake niko kwenye chuo cha tatu. Manake nimeolewa ndoa ya kwanza, hii ni ya tatu. Wala watu upande mwingine, ndoa ya tatu. Kwa nini? Kuna ukomavu. Mtu mkomavu anakomaa kwenye chuo cha kwanza tu. Ndio hiyo. Matatizo yanakuja, anapambana nayo, anamuomba Mungu, anayatatua, yanamkomaza, anakwenda mbele. Matatizo ndio yanatufanya tukomae. Ndio maana walenga walisema, nyani mzee amefanya nini? Amekwepa mishale mingi, ana uzoefu, hajakimbia mishale. Mtoto, ndugu zangu, napomaliza hapo, mtoto au mtu asiyekomaa yuko hatarini sana, kwa sababu ufahamu wa mtoto haujui madhara ya dhambi, hajui akilipasua kanisa, akimharibu Mkristo mwingine, Mungu anaumia namna gani, hajui. Ufahamu wa mtoto ni kutokuwa na mtazamo wa kina kwa habari ya mapenzi ya Mungu. Hajui mtoto. Fikra za mtoto, anapanga, anaamua bila kumhusisha Mungu. Mtoto fikra zake ni rahisi kubadilishwa na mawazo ya watu wengine. Mtoto, yaani mtu akija tukwambia
kanisa hilo, yaani kesho kashabadilika. Kwani huna fikra zako zilizokomaa mpaka mtu akuingizie fikra zake? Kwa hiyo mtoto unaweza kumbadilisha mtazamo wake na fikra zake wakati wowote ule, wakati wowote. Wewe mwambie, kama wewe bwana, kuna mtu umegombana naye, ondoka. Lakini mimi sina sababu. Ni rahisi mtoto kushawishiwa au kutiwa hofu au kutiwa woga na kukata tamaa. Mtoto ni rahisi fikra za mtoto zikatafuta faida ya haraka, furaha ya muda. Mtoto ni rahisi fikra za mtoto kuwa hazina uwezo wa kuchuja. Fikra za mtoto hazina uwezo wa kuchuja. Kwa hiyo unaona, shetani anatumia hali ya uchanga, hali ya kutokukua kama njia ya kupenyesha hila na udanganyifu, ili avuruge fikra na kuleta uharibifu kwenye ndoa, kwenye kanisa, kwenye taasisi na mahali. Kuwa na dhamira ndani yako ya kukataa utoto. Mwambie Yesu, ninahitaji kukua stage kwa stage. Ninahitaji mchakato wa ukomavu. Kiasi kwamba nikiona matatizo nisifurugikiwe, nikae imara, niyatafute mapenzi ya Mungu kwenye huo mgogoro, niyatafute mapenzi ya Mungu kwenye hiyo situation. Nipe utulivu. Glory be to God. Bwana Yesu asifiwe. Watu wa Mungu awabariki sana, na neno hili lisianguke chini. Mungu akaligonge muhuri. Tulitafakari usiku na mchana. Process ya ukuaji na ukomavu isipofanyika kwa ukamilifu, adui ataitumia hiyo kuvuruga kanisa. Kama nilivyosema, matatizo na magomvi mengi ndani ya kanisa ni kwa sababu watu hawakomai, watu hawakui. Na kwa nini hawakui? Paulo anasema ni wavivu wa kusikia. Tulipaswa kuwa walimu kufundisha wengine, lakini hatukomai kwa sababu hatuna utayari wa kusikia, hatuna utayari wa kujifunza kweli ya Mungu, hatuko tayari kupokea neno la Mungu. Kwa hiyo hatukomai. Tuna miaka 10, 20 ndani ya kanisa, lakini bado ni watoto wachanga. Kwa jinsi hiyo, wewe utakuwa ni mtaji wa shetani. Shetani atakutumia kuliharibu kanisa. Shetani atakutumia kuharibu Wakristo waliosimama. Wewe hujasimama, utataka kuwaangusha wengine ndani ya kanisa badala ya kuwaimarisha. Unaacha kwenda kutongoza mikupe huko nje, unatongoza watu wa kanisani. Umetafuta kote, umeshindwa. Ni kwa sababu ya uchanga ulionao, na adui anakutumia wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Hebu tamani kukua. Kote tupeleke mbele za Bwana tunapohitimisha semina hii kwa dakika chache kabisa. Mungu akupe nguvu ya kuyaweka mambo haya katika moyo, katika maombi. Hebu omba kama utaomba tena, tukijiweka wakfu kwa ajili pia ya semina ya mwezi ujao. Mungu awabariki sana. Amen. Unaweza tu kusimama sasa hapo ulipo kwa ajili ya kuomba. Ninaamini neno hili limepita ndani ya moyo wako na kuna kitu umeachiwa, kuna kitu ambacho kimepandwa, na mtumishi ametumia nguvu kubwa na kufafanua neno la Mungu kwa upana. Na nena tu mbele za Bwana kwa ajili ya kuomba ukuaji. Utaona amezungumzia juu ya swala la ukuaji, kwa sababu eneo ambalo adui anaweza kumshinda mtu na kumzuia huyo mtu na kuhakikisha anakosa nguvu za kushinda vita vya kiroho anapopambana huyo mtu, ni anazuia eneo la ukuaji. Na mtumishi wa Mungu amesema eneo la ukuaji ndipo ambapo adui anazuia mtu akishindwa kukomaa, akishindwa kukua. Na ni muhimu sana kuelewa ukomavu sio umri. Ukomavu hauendani na umri yako. Umri wako, ukomavu ni matokeo ya hekima ambayo Mungu ameweka ndani yako, namna unavyoitumia.
Ukomavu ni matokeo ya neno ambalo Mungu ameinvesti ndani yako, namna ambavyo unalitumia. Na ndio maana utaona kuna watu wana miaka 10, wana miaka 20 kanisani, lakini bado ukomavu haupo ndani yao. Kwa nini? Kitu ambacho Mungu ameinvesti ndani yao bado hawajaweza kukitumia. Nenda tu mbele za Bwana kama ambavyo tumefundishwa hapa. Tamani kukua stage zile 4 ambazo mtumishi wa Mungu amefundisha. Wewe umekuwa yai ndani ya Kristo, umezaliwa ndani ya Kristo. Biblia inasema ametuzaa kwa neno la kweli. Kristo Yesu, Mungu ametuzaa kwa neno la kweli. Mungu amekuzaa kwa neno la kweli. Paulo mtume anasema kwa Galatia sura ya 4 mstari wa 19, anasema vitoto wangu, vitoto vyangu, na waonea utungu mpaka Kristo aumbike ndani yenu. Maana tayari Kristo amekwisha umbika ndani yako. Ni muhimu sasa kutoka kwenye hiyo stage ya yai kwenda kwenye stage, kutoka kwenye stage ya lava kwenda kwenye stage ya buu, mpaka uonekane kuwa kipepeo. Hebu mwambie Bwana, ninatamani kukua. Bwana mwambie Bwana, ninatamani kukua katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Ni maombi ya kwako tu binafsi. Mwambie Bwana, ninatamani kukua, ninatamani kukua, ninatamani kuwa Mkristo aliyekuwa, Mkristo aliyekomaa, Mkristo mwenye ukomavu. Ninatamani kuwa Mkristo mkomavu, Mkristo aliyekomaa. Bwana mwambie tu Bwana, kwa jina la Yesu. Yawe ni maombi ya kwako jioni leo wakati tunafunga semina hii. Ni neno hili ambalo Mungu ameachilia kwa mzito sana. Mwambie Bwana, ninatamani kuwa Mkristo mkomavu, kijana mkomavu aliyekomaa kiroho. Mwambie Bwana, ninatamani kuwa Mkristo mkomavu kwenye nyumba hii, kwenye hema hili Bwana. Watu wakinitazama waone ni kipepeo ambaye amevikwa ndani neno la Kristo ndani yake, amekomaa, amezaliwa sawa sawa na yupo ndani ya Kristo, ukomavu upo ndani yake. Mwambie Bwana, katika maneno, katika mawazo, katika matendo, Bwana kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Mwambie tu Bwana, ninahitaji ukoaji Bwana kwa jina la Yesu, kama kanisa lako na watoto wako. Bwana mabwana, neno hili umeliachilia katikati yetu Bwana jioni leo kwa nguvu kabisa, na watoto wako tumejiangalia, bado ni watu wa tabia za mwilini, bado ni watoto wachanga. Bwana mabwana, kwa maana hiyo tumekosa ukomavu, tumekosa ukuaji. Bwana mabwana, jioni leo kama kanisa lako Bwana mabwana, tunakusia achilia ukuaji juu ya mtoto mmoja mahali hapa. Na tumeambiwa ukuaji ni mchakato. Mahali ambapo Bwana tulikoma, mfalme wa falme, mahali ambapo Bwana tulidumaa katika kukua, Bwana ongeza. Bwana tusaidie katika jina la Yesu kukua. Bwana mabwana, mkwamue mtu mmoja mahali hapa kwa jina la Yesu, aanze kukua kuanzia sasa, aanze kukua kuanzia sasa katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Unaweza kwenda kutumia mamlaka ambayo Bwana ameweka ndani yako. Sema, ninakataa hali ya uchanga, ninakataa kuwa mtoto, ninakataa kuwa mchanga. Ni mpaka umeamua ndani yako, unamwambia Bwana, kuanzia sasa sitasema kama mtoto mchanga, sitatembea kama mtoto mchanga, sitazungumza kama mtoto mchanga, sitatenda kama mtoto mchanga, kwa sababu nimekuwa mtu mzima. Ninabadilisha mambo ya kitoto katika jina la Yesu. Kwenye ndoa yangu, kwenye ujana wangu, unamwambia Bwana, ninabadilisha tu mambo ya kitoto kwa katika jina la Yesu. Ndio mwambie tu Yesu, ninakataa kuwa mtoto mchanga. Bwana mabwana, katika jina la Yesu mwambie Yesu, ninabadilisha mambo ya kitoto, kwa sababu Bwana ndani yako umenipa kukua, mfalme kukujua wewe Bwana, kukuelewa wewe Bwana, kukufahamu wewe. Ninayabadilisha mambo ya kitoto katika jina la Yesu Kristo. Badilisha tu hayo mambo ya kitoto mpaka umekataa ndani ya moyo wako sahihi kwa jina la Yesu. Ndimo utaona neno hilo linafanya kazi ndani yako kwa jina. Sema, ninayabadilisha mambo ya kitoto katika jina la Yesu. Kwa damu ya Yesu ninabadilisha tabia za kibinafsi, tabia za utoto katika jina la Yesu. Yale mambo ya mwilini si sehemu yangu, si sehemu ya maisha yangu kwa jina la Yesu, kwa sababu kwa damu ya Yesu ninapokea ukuaji, ninapokea ukuaji. Sema tu, ninapokea ukuaji na kuyabadilisha mambo ya kitoto kwa jina la Yesu. Kama kanisa lako Bwana mabwana, tunapokea ukuaji kwa jina la Yesu na tunayabadilisha mambo ya kitoto. Tunapokea ukuaji Bwana mabwana, kama kanisa lako tunayabadilisha mambo ya kitoto. Achilia ukomavu Bwana kwa vijana, achilia ukomavu Bwana kwa wamama mahali hapa, achilia ukomavu wa fikra kwa mabinti Bwana mabwana, kwa watumishi wako Bwana mabwana. Tunayabadilisha mambo ya kitoto kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth, katika jina la Yesu Kristo. Ninatamani uyaseme maombi haya.
Ukiangalia kitabu kile cha Wakorintho wa pili sura ile ya 2 na mstari ule wa 16, kuna kitu ambacho mtumishi wa Mungu amegusa hapo. Kuna kitu ambacho mtumishi wa Mungu amegusa. Wakati Wakorintho wa kwanza sura ile ya 2 na mstari wa 16. Paulo mtume anasema, anawaambia sisi tuna nia ya Kristo. Anasema ni nani aliyesimama katika baraza la Mungu, katika baraza la Mungu amuelimisha Mungu, lakini anasema sisi tuna nia ya Kristo. Na ndio utaona mtumishi wa Mungu hapa ametumia nguvu kubwa sana kueleza juu ya nia, na ametumia maneno ambayo ametuelekeza hapo ni namna ya mtazamo wa ndani, namna ambavyo tunaona kuanzia ndani. Tunapaswa kuwa na badiliko hilo la ndani. Na mtumishi wa Mungu Paulo anasema sisi tunayo nia ya Kristo ndani yetu. Tunayo nia ya Kristo ndani yetu. Tunayo nia ya Kristo ndani yetu. Natamani ukakiri tu kama Biblia, kwa sababu ninayo nia ya Kristo ndani yangu nitanena kama Kristo. Kwa sababu ninayo nia ya Kristo ndani yangu nitatembea kama Kristo. Kwa sababu ninayo nia ya Kristo ndani yangu nitawaza kama Kristo. Kwa sababu ninayo nia ya Kristo ndani yangu nitaishi kama Kristo. Hayo ni maneno ya kiagano ambayo yanaweza kukuchukua umbali mrefu kutembea na Bwana. Siku zote atakukumbusha pale popote ambapo adui anataka kukushinda katika mtazamo na katika fikra zako, anakuletea mambo yasiyofaa. Unasema kwa sababu ninayo nia ya Kristo ndani yangu nitasema kama Kristo, nitawaza kama Kristo, ninatenda kama Kristo. Utaona kuna vitu hautatenda kwa sababu unajua una nia ya Kristo ndani yako. Utaona kuna vitu hutawaza kwa sababu unajua una nia ya Kristo ndani yako. Utaona kuna vitu kabisa hutavifanya kwa sababu unajua una nia ya Kristo ndani yako. Sema kwa sababu nina nia ya Kristo ndani yangu nitawaza kama Kristo anavyotaka niwaze, nitatenda kama Kristo anavyotaka nitende, nitafanya kama Kristo anavyotaka nifanye, nitasema kama Kristo anavyotaka nifanye. Toka tu maneno ya kiagano kwa jina la Yesu. Baba, kwa sababu kanisa lako umetupa nia ya Kristo, umetupa nia ya Kristo, tutatenda kama unavyotaka tufanye, tutafanya Bwana kama unavyotaka. Kanisa lako wote Bwana, ndani ya kanisa lako tutawaza kama Kristo, tutaenenda kama Kristo, kwa sababu ameumbika ndani yetu na tuna nia yake ndani yetu, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Baba, asante kwa sababu umefanya, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Tumia dakika moja sasa, mwambie Bwana tunakushukuru kwa ajili ya siku 5 hizi za semina. Bwana mabwana, imekuwa ni semina ya baraka. Baba, umetupa chakula kwa siku 5. Asante Bwana mabwana. Unamwambia Bwana kwa ajili ya semina hii, Baba tunakusifu Baba, ukakiandae chakula ambacho kitatupeleka umbali mrefu na wewe Baba, kwa jina la Yesu. Tunakushukuru Bwana kwa ajili ya semina hii. Asante kwa kumtumia mtumishi wako. Asante kwa watoto wako Bwana walioingia kwa siku 5 Bwana mahali hapa Baba, ulioachilia mfalme ni mema tupu, ulioachilia Bwana ni mazuri tupu kwa ajili ya maisha yao, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti Bwana, asante. Hilo neno Bwana ukagonge muhuri kwenye mioyo yao katika jina la Yesu, ya kwamba halitabadilika jambo lolote, halitabadilika jambo lolote. Watazae Bwana mabwana katika jina la Yesu, watazae Bwana kwa damu ya Yesu Bwana. Asante Bwana mabwana, asante Bwana mabwana kwa jina la Yesu, kwa sababu neno hili Bwana ndani ya kanisa lako litazaa matunda kwa kila ambaye amelisikia. Kwa wale wote ambao Bwana umeachilia neno hili litazaa matunda kwao katika jina la Yesu. Tutakuwa matokeo ya neno lako Bwana mabwana kwa jina la Yesu Kristo. Na maombi Bwana tumeomba mbele zako ya kwamba Bwana utatupa utu mpya, ya kwamba Bwana ufahamu wa rohoni, ya kwamba Bwana utatuongeza katika hekima ya mambo ya roho, ya kwamba Bwana tutakuwa ndani yako, tutakuwa na ukomavu Bwana mabwana, ya kwamba Bwana utalinda fikra zetu kwa jina la Yesu, tunapotoka na tunapoingia, ya kwamba Bwana mfalme wa falme kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti tutaufikia utimilifu wa Kristo katika jina la Yesu. Tutavipiga vita vizuri vya kiroho na tutashinda Bwana mabwana kama kanisa lako Bwana. Shetani hatapata kutushinda kwa sababu Bwana tumetambua fikra na hila zake katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Baba, tunatamka ya kwamba baraka yako itatufuata tunapotoka mahali hapa na
mwisho wa semina hii ni mwanzo wa semina hijao. Tunakiria kwamba Bwana tutakuona wewe katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Na kila mwenye pumzi ya uhai mchapie tu Bwana Yesu makofi. Haleluya, mchapie tu Bwana Yesu makofi. Asante, asante Yesu, asante Yesu. Ndio, mchapie tu Bwana Yesu makofi. Kama umejiandaa kwa ajili ya kumtolea Bwana sadaka jioni leo, kuambatanisha pamoja na maombi yako pamoja na neno kwa siku hizi tano, Mungu akubariki sawa sawa na vile ambavyo unamtolea kwa kadri ya wingi wa utajiri wake. Akubariki unapotoka na unapoingia. Wewe nyosha tu mkono wako kama Mungu amekubariki, tolee Bwana sadaka yako. Umebarikiwa sana mtu wa Mungu. Umebarikiwa sana 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 sana. Na nisisitize tu tena, nisisitize